Kuna msemo wa wahenga wanasema, mto wenye kina kirefu haupigi kelele. Lakini kwenye saikolojia, msemo huu una maana ya kutisha zaidi kuliko unavyofikiri. Dunia inatufundisha kuwa mwenye sauti kubwa ndiye mwenye nguvu, kiongozi na mshindi. Lakini ukweli mchungu ambao watu wengi wanaochelewa kuugundua ni kwamba mtu hatari kwenye chumba sio yule anayebweka au kutishia watu. Mtu hatari zaidi ni yule aliyekaa kimya, anayeangalia na kusikiliza. Kwa nini? Kwa sababu wakati wewe uko busy kuonyesha kadi zako zote mezani kwa kuongea, yeye anakusoma. Anajua udhaifu wako, anajua hofu yako na anajua hatua yako inayofuata kabla hata hujaiwaza. Katika video ya leo, tutachambua kisaikolojia sababu 6 kwa nini introverts au watu wa kimya wana uwezo wa kugeuka kuwa watu hatari zaidi na wenye nguvu kubwa kijamii. Na sababu ya 6 ndiyo itakayokufanya ubadilishe kabisa namna unavyoishi na watu hawa. Hii ni siri ambayo hata FBI wanaitumia. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe na washa kengele usipitwe na video zetu za maarifa kila siku. Umefanya hivyo? Asante. Twende kazi. Sababu ya kwanza, hyper observation, nguvu ya macho. Kisaikolojia, ubongo wa mwanadamu hauwezi kufanya vitu viwili vikubwa kwa ufanisi wa 100% kwa wakati mmoja: kuongea na kuangalia. Unapokuwa busy kutafuta maneno ya kusema, ubongo wako unapunguza umakini wa kuona vitu vidogo, details. Lakini kwa mtu mkimya, hali ni tofauti. Kwa sababu hawatumii nguvu kwenye mdomo, wanatumia nguvu hiyo kwenye macho na masikio. Wanaona vitu ambavyo wengine wanavipuuza. Wanaona jinsi unavyogeuza macho ukidanganya. Wanaona jinsi mikono yako inavyotetemeka kidogo ukiwa na wasiwasi. Wanaona tabasamu lako la kinafiki ambalo halifiki kwenye macho. Wakati unadhani unaongoza mazungumzo, wao wanakusanya data. Hii inawafanya kuwa hatari kwa sababu information is power. Siku wakiamua kukushambulia au kukukosoa, hawatatumia nguvu. Watatumia data walizokusanya kukuangusha kwa neno moja tu linalolenga kwenye kidonda chako. Sababu ya pili, hawategemei validation ya watu, self-sufficiency. Watu wengi wanapata nguvu yao kutoka nje. Wanahitaji kuambiwa umeonekana vizuri, umefanya kazi nzuri, au watu wanakupenda. Ukijua mtu anapenda sifa, ni rahisi kumteka, kummanipulate. Unamsifia, anajaa, unamtumia. Lakini watu wa kimya, hawa ni self-sufficient, wanajijua wao ni nani. Ukimtukana, hashituki. Ukimsifia, hashituki. Hii inawafanya kuwa watu wagumu zaidi kuwatawala kisaikolojia. Fikiria bosi anayetaka kumtishia mfanyakazi. Anamtishia yule mwongeaji, mwongeaji anaogopa kupoteza hadhi. Anamtishia yule mkimya, mkimya anamwangalia tu bila kupepesa macho. Hii inatengeneza a psychological unease kwa adui. Huwezi kupigana na mtu asiyejali unachofikiri juu yake. Hiyo ndiyo maana halisi ya nguvu. Sababu ya 3, the information vault, wanatunza siri na taarifa. Kuna kanuni ya kisaikolojia inasema tunapenda kusikilizwa. Kwa sababu watu wa kimya ni wasikilizaji wazuri, watu wenye maneno mengi jikuta wakimwaga siri zao kwao. Bila kujua, unajikuta unamwambia mtu mkimya siri zako za ofisini, matatizo ya ndoa yako au mipango yako ya biashara. Yeye anasikiliza, anaitikia kwa kichwa na hatoi hukumu. Hapa ndipo hatari ilipo. Mtu huyu sasa anamiliki leverage. Anajua siri za kila mtu, lakini hakuna mtu anayejua siri zake. Katika mazingira ya kazi au biashara, mtu anayemiliki taarifa ndiye mfalme. Anaweza kutumia siri hizo kujilinda, au akiamua kuwa mbaya, anaweza kuzitumia kuharibu himaya yako ndani ya sekunde, huku yeye akibaki msafi. Sababu ya 4, mashambulizi yao yamepangwa, calculated action. Watu waongeaji mara nyingi wanafanya maamuzi ya mihemko. Wakikasirishwa, wanajibu hapo hapo. Wakifurahi, wanaahidi hapo hapo. Watu wa kimya ni kama wachezaji wa chess. Hawafanyi maamuzi mpaka wamefikiria hatua 3 mbele. Hii inaitwa introspective processing. Hii inawafanya kuwa hatari kwa sababu hawakosei ovyo. Wakiamua kuongea, wamechagua maneno ambayo yana impact kubwa. Wakiamua kuchukua hatua, wanajua matokeo yake ni nini.
Ni kama sniper. Hapigi risasi hovyo kama mtu mwenye bunduki ya rashasha. Anapiga risasi moja tu, lakini hiyo moja inamaliza mchezo. Usishindane na mtu ambaye amekuwa akipanga ushindi wake kichwani kwa wiki nzima wakati wewe unategemea bahati. Sababu ya 5, unpredictability, hofu ya kutojulikana. Kisaikolojia, tunamuogopa mtu ambaye hatumuelewi. Mtu anayeongea sana, tunajua anapenda nini, anachukia nini, na kesho atafanya nini. Tunajisikia salama naye kwa sababu anatabirika, predictable. Lakini mtu mkimya, hujui kama amefurahi au amekasirika. Hujui kama anakupenda au anakuchukia. Hujui plani yake ni nini. Ukosefu huu wa taarifa unaufanya ubongo wako uanze kutengeneza hofu. Unaanza kumheshimu au kumwogopa tu kwa sababu humsomi. Hii ni mbinu ambayo viongozi wengi wakubwa na mob bosses wanaitumia. Ukimya unawafanya watu wakuogope kuliko maneno. Sababu ya 6, wanamiliki emotional control, stoicism. Hii ndio sifa inayowatofautisha alpha na watu wa kawaida. Inaitwa emotional stoicism. Katika dunia iliyojaa drama, kelele na panic, mtu anayeweza kutawala hisia zake ndiye anayetawala chumba. Watu wa kimya wana uwezo wa asili wa kuweka barrier kati ya hisia zao na matengo yao. Wakati wengine wanapiga kelele kwa hasira, yeye anakaa kimya na kutafuta suluhisho. Hii inatuma ujumbe mzito kisaikolojia: mimi niko juu ya haya matatizo. Hii ni hatari kwa maadui zao, kwa sababu adui panapokushambulia anataka ureact, anataka ulie au ukasirike. Ukimnyima hiyo reaction kwa kukaa kimya, silent treatment, unamchanganya na kumvunjia nguvu yake. Ukimya wako unakuwa kioo kinachomrudishia ujinga wake mwenyewe. Kwa hiyo, kama wewe ni mkimya, acha kujiona mnyonge. Ukimya wako ni silaha, inategemea tu unaitumiaje. Na kama wewe ni mwongeaji, jifunze mara moja kunyamaza na kusikiliza. Unaweza kushangazwa na nguvu utakayoipata. Sasa, nataka kusikia kutoka kwako. Je, wewe ni timu kimya au timu mwongeaji? Na je, ushawahi kuona nguvu ya ukimya ikifanya kazi? Niandikie neno silent kwenye comments hapo chini kama umefika mpaka hapa na unakubali nguvu hii. Hii itanionyesha kuwa wewe ni sehemu ya watu 1% wanaomaliza wanachoanza. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video inayofuata. Peace.